Napenda kutumia fursa hii kueleza wananchi wa mkoa wa Tanga na mikoa jirani kwamba tutakuwa na uzinduzi wa kamati ya ushauri ya masuala ya kisheria ngazi ya mkoa. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan alituma jopo la wanasheria ambao kutoka Wizara ya Sheria wakiongozwa na waziri kwa ajili ya kuweza kuzindua kliniki za sheria katika mkoa. Lakini ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Said Johari na yeye katuma jopo la wanasheria kutoka ofisi yake na wale ambao wako katika mikoa kushirikiana na wanasheria wengine wa kujitolea. Hapa mkoani kwetu Tanga tutakuwa na jopo la wanasheria 40 ambao wanakuja makhsusi kwa ajili ya kuweza kusikiliza zile kero sugu, kero ambazo ziko katika za kisheria ambazo zitaweza kutolewa ufafanuzi wa kisheria, lakini na hatimaye kufungwa kero hizo na kumaliza changamoto zao. Tutakuwa na uzinduzi huo katika viwanja vyetu vya Tangamano katika jiji la Tanga, na kliniki ya kisheria itakuwa haina malipo. Kwa hivyo wananchi wote wa mkoa wetu wa Tanga na mikoa jirani wanakaribishwa waweze kushiriki katika kliniki hii ambapo itaanza tarehe 9 hadi tarehe 15. Ndugu wanahabari, nimesema kwamba ni mwendelezo wa kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuifanya, na sisi tunaendelea kumpongeza na kumshukuru sana kwa hili lingine la pili, na kwa kuweza kulinda, kukuza na kutetea haki za wananchi wanyonge na kupinga vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora, na kuhakikisha kwamba ukatili wa kijinsia unatokomezwa, lakini kuheshimu utawala wa sheria ambapo ndio msingi wa maendeleo katika nchi yetu. Tunaendelea kumpongeza ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuhakikisha kwamba kamati ya ushauri wa kisheria katika mkoa wetu wa Tanga inazinduliwa na kuanza kutoa huduma kwa wananchi wote bila kujali uwezo wao wa kifedha. Kamati hizi zinalenga kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi, lakini vile vile hata watumishi, kama kuna walimu, watumishi wa umma wote, viongozi wa umma na viongozi wengine wa kidini, wa vyama, bila kubagua, ili kutatua changamoto za kisheria zinazojitokeza katika wilaya zetu, lakini katika mkoa wetu. Faida za kuanzishwa kwa kamati hizi za mikoa na wilaya ni kupunguza mashauri au migogoro dhidi ya serikali. Mtakumbuka ni majuzi tu waziri mkuu ameanza ziara hapa Tanga, lakini hata ameenda Kilimanjaro, amekwenda Arusha, amekwenda Manyara. Hali ni hiyo hiyo, migogoro ni mingi, watu mabango ni mengi, lakini mambo mengi yanashuka katika swala la kisheria. Kwa hivyo hawa wenzetu wamekuja kusaidia na wenyewe katika kutoa suluhisho la kisheria na kuweza kuwasaidia wananchi. Huduma za kisheria za ushauri wa kisheria zitakutanisha mawakili wa serikali wa taasisi mbalimbali na kuwasaidia wananchi wenye changamoto mbalimbali. Kamati hizi pia zitawezesha mawakili wa serikali kushirikiana na wadau wengine wakiwemo mawakili wa kujitegemea katika kutatua changamoto au kero za wananchi. Ni huduma hii itawezesha kupunguza malalamiko ya kisheria kutoka kwa wananchi, kutoa elimu ya sheria kwa viongozi na maafisa wa serikali, ili hata jopo hili likiondoka, utaratibu huu utaendelea kufanyika kwa kadri ambavyo tutajipangia kwenye mikoa na wilaya. Na kama sasa kuna maelekezo ya ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kupitia waziri wetu wa TAMISEMI Mheshimiwa Shemdoe kwamba kila Jumatano tutenge siku ya kusikiliza kero kuanzia katika kata. Kwa hivyo wakuu wa wilaya wataenda kwenye kata moja na mkuu wa mkoa atachagua kata katika wilaya yoyote atakwenda siku ya Jumatano, na tutatangazia wananchi ili kuweza kusikiliza kero zao na kuweza kutatua. Kwa hivyo hawa wanatupa sasa elimu ya kuweza kuangalia masuala ya kisheria, wapi pa kusimamia na mambo gani ya kuzingatia. Na kwa sisi Tanga tumepata bahati ya kipekee kwamba zoezi la utoaji wa ushauri wa kisheria litafanyika katika ukanda wetu bila malipo. Kwa hivyo wananchi wajitokeze wote wenye malalamiko, na tuna imani sasa yale mabango waliokuwa nayo wayalete na vielelezo vyote wabebe, kuwasaidia ndugu zetu watakapoanza kuangalia mashauri yao yawe na vielelezo vyote vya kutosha.